Aliposema imekwisha, alikuwa anazungumza imekwisha kwa habari ya dhambi na kwa habari ya nguvu ya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Amesema, Yesu mwenyewe amesema, kuna Yohana 19:30, basi Yesu alipokwisha kupokea ile siki, walipomnyesha ile siki mdomoni, alisema imekwisha, ambao Kigiriki wanasema tetelestai, imekwisha. Akainama kichwa chake, akaisalimu au akaitoa roho yake. Katika Agano la Kale, neno imekwisha ilikuwa sana sana inatumika katika malipo ya kitu, aidha ya bidhaa au ya jambo fulani, ikimaanisha kwamba ni malipo ambayo yamefanyika, malipo kamili pasipokuwa na deni wala hali ya kudaiwa. Ilikuwa inatumika katika mfano kama unapolipa kitu fulani unapewa risiti. Ikiandikwa imekwisha, inamaanisha kwamba mtu huyu amefanya ukamilifu wa malipo yake, hadaiwi tena. Kwa hiyo imekwisha ni ukamilifu wa kile ambacho Kristo Yesu alichokilipa kama deni. Alikuja kushughulikia dhambi, ile nguvu ya asili ya dhambi ya Adamu wa kwanza, na alikuja kushughulikia nguvu ya mauti ya mwanadamu. Tuko sasa jamani wapendwa. Biblia inazungumza ile kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 12, inasema, lakini huyu alikwisha kutoa kwa ajili ya dhambi, alitoa dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Yesu Kristo mara baada ya kutoa dhabihu, alitoa mara ngapi? Mara moja. Ni dhabihu ya milele, sio dhabihu au sio sadaka ambayo inatolewa mara kwa mara, kwamba kila mwaka inapaswa itolewe kwa ajili ya ondoleo la dhambi, kama vile dhabihu za wanyama zilikuwa zafanyika Agano la Kale. Itasikitisha leo katika kanisa au mwili wa Kristo, mtu akwambie lete mbuzi, lete ng'ombe, inatupasa tuchinje wanyama, tumwage damu, tule nyama, ili Mungu afanye kitu fulani kwenye maisha yako. Katika Agano la Kale walifanya hivyo, na zile sadaka ziliteketezwa kwa moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika Agano hili Jipya, dhabihu au uhai wa Yesu Kristo ulitolewa mara moja. Damu ilimwagika mara ngapi? Mara moja, milele na milele. Hatuhitaji tena dhabihu, imekamilika. Kigiriki nasema tetelestai, kwamba dhabihu hii imekamilika, haihitaji tena mbadala wa dhabihu nyingine. Wakolosai sura ya pili mstari wa 14, anasema akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaondoa isiwepo tena, akaigongelea msalabani. Anazungumza hati ya mashtaka. Yesu Kristo alipokufa pale msalabani, alipoutoa uhai wake saa 9 alasiri, alifuta, akaiondoa ile hati ya mashtaka, akaigongelea msalabani. Kinachotutesa leo, aliposema kwamba imekwisha, haimaanishi hatutakutana na changamoto kama wanadamu, hatutakutana na majaribu kama wanadamu, hatutashambuliwa na wakuu wa giza. Haimaanishi hivyo kwamba imekwisha, kwamba ushaokoka, kwamba kila kitu kiko shwari. Anamaanisha asili ya dhambi, asili ya mauti, Yesu Kristo alishughulika nayo pale msalabani miaka 2000 iliyopita. Lakini kitu ambacho Mungu anataka tuelewe leo, Wakolosai sura ya 2 mstari wa 14, amesema aliondoa hati ya mashtaka, akaufuta, akauondoa ule uadui wetu. Kwa hiyo shetani ibilisi anapoinuka leo kuleta mashitaka au kuzusha mashtaka kwenye maisha yetu, anapaswa kutangaziwa kwamba mashtaka unayoyainua kwenye familia yangu, kwenye afya, kwenye uchumi, kwenye ndoa, kwenye utumishi wangu, mashtaka hayo
yupo aliyoyafuta akayaondoa mashtaka, akayagongelea pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Anazungumza kwenye Ayubu sura ya kwanza mstari wa 6 na wa 7, anasema shetani ibilisi anazunguka, alikuwa akizunguka huku na huku na kunyanyua mashitaka juu ya Ayubu, mpaka akamwambia Mungu, huyo anakuabudu kwa sababu umemwekea ulinzi. Ondoa ulinzi niweze kugusa familia yake, niguse mifugo yake, niguse utajiri wake. Shetani siku zote wao anainua nini? Mashitaka. Ndicho kinachowatesa watakatifu au familia ya Mungu katika ufalme wa Mungu. Kwenye kitabu cha Ufunuo, Yohana anaandika, Ufunuo sura 12 mstari wa 10, amesema hapa shetani anatajwa kama mshitaki wa ndugu zetu, akishitaki usiku na mchana. Shetani ametajwa kama nani? Mshitaki wa ndugu zetu, akitushitaki usiku na mchana. Kwa hiyo kazi kubwa anayoifanya ni kuleta mashitaka, kuinua mashitaka kwa ajili ya maisha yetu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 8, anasema shetani anazungumziwa kama anazunguka huku na huku ili amtafute mtu wa kummeza. Yupo anatafuta visababishi, sababu za kuleta uharibifu na mashambulizi kwenye maisha ya mtu. Yesu Kristo alipokuja akasema kwenye Yohana sura ya 10 mstari wa 10, akasema mwizi, shetani anamwita ni mwivi, akasema haji ila afanyaje? Aibe, achinje na kuharibu. Kazi yake ni kuiba hatima za watu, kuiba vitu ambavyo Mungu alikusudia vitokee kwenye maisha ya watu. Kazi yake ni kuchinja, kuua, na kazi yake ni kufanyaje? Ni kuharibu. Ni mharibifu. Akasema lakini yeye Yesu Kristo, yeye alikuja kuleta nini? Uzima, kisha watu wawe na uzima tele. Kwa hiyo muda wote shetani ibilisi anapojiinua kwenye maisha ya watakatifu, kwenye familia, lazima atafanya haya mambo matatu. Anapoinuka, Yesu aliposema imekwisha, haimaanishi kwamba shetani akiinua majaribu, akiinua changamoto, akiinua mishale fulani kwamba haiwezi katupata. Anamaanisha anapoinuka, njia yake kubwa ya kushambulia kanisa au kumshambulia mtakatifu ni njia ya mashitaka, ni njia ya kuinua uadui, mashitaka kwa hila. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mashitaka haya yapo kinyume na kweli ya Mungu au neno la Mungu ambalo Mungu ametuahidi, amezungumza na maisha yetu. Mashitaka haya siku zote yanajenga hofu, yanataka kukufanya wewe uamini kwamba shetani bado, hata kama umeokoka, una kipawa cha neema wokovu na unaenda kwa lugha mpya, wewe bado upo chini ya laana, upo chini ya dhambi, upo chini ya mateso, upo chini ya majaribu. Anataka kukuonesha kwamba wewe muda wote anaweza kufanya chochote kile kwenye maisha yako, kukumbia hali ya kukata tamaa, hali ya kushindwa, hali ya kujiona wewe ni mnyonge na ni mdhaifu. Anataka kuumba hali ya kuona kwamba sisi bado yeye anatumiliki, angali kwamba tumeshaokolewa katika giza na kuingizwa katika pendo la Kristo, katika nuru ya Yesu Kristo. Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 28, anasema tumenunuliwa kwa damu yake Mungu mwenyewe. Nafsi zetu zimenunuliwa kwa damu ya nani? Ya Mungu mwenyewe. Inamaanisha nini? Inamaanisha kama maana ya imekwisha katika lugha ya Kigiriki inasema ni tetelestai, yani ni risiti, ni malipo ya risiti ambayo yamekamilika, hakuna deni linalodaiwa, malipo makamilifu. Kwa hiyo kama Mungu ametununua, kulingana na kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 28, kama Mungu ametununua kwa damu yake yeye mwenyewe, inamaanisha hakuna deni lolote lile, hakuna deni wala uhitaji wote ule wa kulipa. Mungu tayari atafanyaje? Ashatulipia. Chochote kinachojiinua kwa habari ya watoto, uzao, ndoa, familia, afya, utumishi, huduma, kanisa, uchumi,
chochote kinachojiinua tunapaswa kumwambia shetani ibilisi, tetelestai, imekwisha. Alitoa ule uadui, akatulipia deni zetu. Asitumie sababu ya kututengenezea mazingira ya sisi kwamba bado tupo chini ya hatia, wakati Mungu alishatusabia kuwa wenye haki, akaondoa hatia zetu. Yeye anapokuja kama mshtaki, akizunguka huku na huku, anapaswa akute neno la sisi kinywani kwetu la kutangaza kwa habari ya mashtaka anayoinua.